Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi kiongozi wa ibada Aidan Vivi, nipo na watumishi waandaaji wazuri kabisa wa ibada ya usiku wa maabudu. Yani ni usiku wa kumsifu Bwana na usiku wa kumwabudu Bwana katika viwango vingine. Kama unavyowaona, kushoto kwangu ni Mr. Shedrack na kulia kwangu mtumishi Petro. Bwana Yesu asifiwe. Amina sana. Bwana Yesu asifiwe, mtumishi wa Bwana. Amina. Kwa nini ni the night of worship? Kwa sababu wakati mwingine tunapoenda mbele za Mungu, tunaenda mbele za Mungu kwa ajili ya kumwabudu, kumfanyia ibada, kwa sababu Mungu wetu anapenda ibada. Kwa hiyo tunapoenda mbele zake kwa usiku huo kwa ajili ya kumwabudu, tuwe tuna uhakika kabisa ya kwamba kupitia kumwabudu Mungu tutamwona Mungu akijidhihirisha, tutamwona Mungu akidhihirisha nguvu zake ndani ya maisha yetu, na tutamwona jinsi pia anavyozidi kumimina baraka zake ndani ya maisha yetu. Ndio maana sisi tumeamua kuita the night of worship, kwa sababu tuna uhakika kabisa ya kwamba kupitia kumwabudu Mungu ndipo tunapoweza kumwabudu Mungu na kuona baraka zake ndani ya maisha yetu. Ndio maana ukienda kusoma kitabu cha Yohana mlango wa 3 mstari wa 23, utaona kabisa anaposema kwamba waabudu halisi imewapasa kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Kwa hiyo tutapomwabudu Mungu katika uhalisia, katika roho na kweli, ndipo tutakapoweza kumuona matokeo, tutakapoweza kuona matokeo makubwa kwenye maisha yetu. Kwa hiyo mimi niseme tu kwamba watu wa Singida na watu waliopo jirani na Singida waje katika ibada hii, kwa sababu itakuwa ni ibada nzuri sana. Wao watakuwa karibu na Mungu jinsi ambavyo Mungu anavyozidi pia kuwahudumia na zidi na namna ambavyo Mungu anaachilia neema yake juu yao kwa kupitia kumwabudu Mungu na kumtukuza Mungu. Kwa hiyo wasije kwa sababu kuna mahitaji wanahitaji kusaidika ndani ya maisha yao, bali waje kwa sababu wanahitaji kumfanyia Mungu ibada, kwa sababu Mungu anapenda ibada. Kama watu wanaenda kwa waganga kufanya ibada, kama watu wanaenda kwenye miungu mingine kufanya ibada, kwa nini tusisogee mbele za Mungu na kumfanyia Mungu ibada? Kwa hiyo kwa kadri tunavyofanya hivyo ndivyo tutakavyozidi kuona Mungu akijidhihirisha ndani ya maisha yetu. Kwa hiyo niwakaribishe sana vijana wote, niwakaribishe sana wazee wote, niwakaribishe watoto wote na kila mtu kwa rika lake, familia, ndoa, wenye ndoa wote waweze kukaribia, wanafunzi, wafanyabiashara waje kwa ajili ya kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Mungu akubariki sana. Njoo na mchumba wako, usimwache mchumba wako, hakikisha unakuja naye. Yani ratiba ibada hiyo imekaaje? Bana, ratiba ya siku hiyo kwanza ni ya moto. Sema kumwabudu Mungu katika uhalisia. Kama kuimba sebene, tutaimba katika uhalisia. Kama kumwabudu Mungu, tutamwabudu katika uhalisia. Yaani lazima tuhakikishe Mungu anashuka, maana ndiyo tabia ya Mungu kuabudiwa siku hiyo. Usiache kuja, kwa sababu unaambiwa ni moto 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 moto. Siku hiyo ina maana Yesu mwenyewe atakuja kuhudumia watu wake. Sisi kama Singida Gospel hatuna kingine cha kuzungumza zaidi ya kukukaribisha wewe. Njoo, chukua bodaboda, njoo hapa chuo cha uhasibu. Ukishuka tu uhasibu, angalia kwenye hizi kumbi huko, kuna ukumbi mmoja upo hapa katikati. Utasikia muziki tu inalia. Zaidi ya yote, siku hiyo usilale, kwa sababu Singida nzima siku hiyo tutakuwa uhasibu. Sasa wewe unalala nyumbani, unafanya nini? Kazi ni kwako. Chagua kuja kwenye eventi au kwenda motoni. Ni wewe. Ni mimi kiongozi wa ibada na kukaribisha. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.